Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert, na kwanza ni muktasari wake. Wananchi wa kata ya Ruziba wilayani Biharamulo mkoani Kagera wameipongeza serikali jinsi ilivyopambana na maambukizi ya Marburg. Kanisa la Waadventista wa Sabato Geita limeitaka jamii kuendelea kujitoa kwa watu wenye mahitaji wakiwemo wagonjwa hospitalini. Na gavana wa zamani wa Benki Kuu ya nchini Canada Mark Carney ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa chama tawala nchini humo cha kiliberali cha jana Jumapili. Habari kamili. Biharamulo. Wananchi wa kata ya Ruziba wilayani Biharamulo mkoani Kagera wameipongeza serikali jinsi ilivyopambana na maambukizi ya Marburg. Wakiongea na Radio Kwizera, baadhi ya wananchi hao wamesema baada ya kupewa elimu juu ya kujikinga na ugonjwa huo, kwa sasa taharuki imepungua na wanaendelea na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Diwani wa kata ya Ruziba Bwana Atanasi Kakwenda amesema serikali inastahili pongezi kwa namna ilivyopambana na kudhibiti ugonjwa huo. Jumla hali ni nzuri. Mimi kila kunapokucha, kulingana na jiografia ya kata yangu ilivyo, ni mbalimbali. Inakuwa ni kilomita nyingi, lakini kila kunapokucha asubuhi lazima niulize kule kwenye chanzo, kule Katerera ni salama huko? Nauliza mwenyekiti wa kijiji, wa kitongoji, nauliza mtendaji, ni salama. Mpaka leo nishauliza ni salama. Kwa hiyo kwa kweli hali inaenda vizuri, na tangu kisa cha mwisho tumekwisha pita siku 21. Nafikiri tunasubiri tu wale waliotangaza ugonjwa watangaze kama umeisha, mambo mengine yaendelee, tuanze kurudisha watu katika hali zao. Aidha, mganga mkuu wa wilaya Dr. Humphrey Masuki amesema wahisiwa waliokuwa wamewekwa karantini zaidi ya 281 wamesharuhusiwa kurudi nyumbani. Geita. Kanisa la Waadventista wa Sabato Geita limeitaka jamii kuendelea kujitoa kwa watu wenye mahitaji wakiwemo wagonjwa hospitalini kama sehemu ya matendo ya huruma wakati huu wa mfungo. Mchungaji wa kanisa hilo Babo Sodo amesema hayo baada ya kutoa msaada wa vitu mbalimbali kwenye wodi za watoto na wanawake katika hospitali ya manispaa ya Geita. Tunatoa wito tu kwa wahudumu na wauguzi wote na viongozi wote wa hospitali hii kuendelea kufanya kazi hii ambayo wanaifanya kwa moyo mmoja, maana hiyo inamfanya hata Mungu mbinguni anafurahi kwa kile mnachofanya. Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa kanisa, nirudi kwa kanisa, liwe ni tendo endelevu kwa kanisa kama ambavyo tumeanza. Juma hili lote tutafanya huduma hii, na tunatamani kama kanisa na kanisa kiulimwengu hata na wengine pia waendelee na njozi hii kuifanya, isiwe tu ni katika miezi ya matendo ya huruma, lakini iwe siku zote kuwahudumia wagonjwa. Naye katibu wa afya hospitali ya manispaa hiyo Magoma Butaga amesema kitendo cha makundi mbalimbali kuwapatia wagonjwa mahitaji kinaifanya huduma ya matibabu iwe bora zaidi. Kwa kweli na wafariji wagonjwa, lakini na tupatia nguvu na sisi watu wa huduma kwamba kuna wenzetu ambao kwa kila ambacho sisi tunakifanya cha msaada wa kitaalamu, lakini hatuwezi kufikia mahitaji yale ambayo ni ya kimwili na mahitaji ya msingi ambayo ni vyakula pamoja na mahitaji mengine kama haya. Hawa watu ambao wakati fulani hata hana sabuni au wana mahitaji mengine kama hayo mafuta, inatusaidia, ina complement kwenye huduma yetu ya matibabu ambayo sisi tunaitoa ya kuhakikisha afya zao zinarejea. Muleba. Jumla ya wanafunzi 60 kutoka kata 5 wanaoishi katika mazingira magumu wilayani Muleba mkoani Kagera wamepatiwa msaada wa mahitaji, ikiwa ni mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kama afisa maendeleo ya jamii wilayani humo Bi Fidlea Mwita amesema kuwa msaada huo umetolewa na baadhi ya vikundi vya wanawake ambao wametoa taulo za kike, madaftari, kalamu, mchele, mafuta na sukari.
Tumewapa haya mahitaji kwa sababu wana mazingira magumu, ni watoto. Serikali inajali sana watoto. Kwenye afua za ustawi wa jamii tunaangalia watoto sana. Watoto watu wakumbuke wanaishi katika mazingira magumu, hawana vifaa vya shule. Kwa hiyo hii ni kuelimisha jamii kwamba jamani, watoto tuwalinde na vile vile tuwaungane pamoja kwa kusaidiana na kila mtu kwa ajili ya kuwajali wahitaji wa aina yoyote. Nao baadhi ya akina mama wamesema wametoa msaada huo baada ya kuguswa na baadhi ya kaya ambazo hazina uwezo wa kuhudumia familia zao katika mahitaji muhimu ya kila siku. Arusha. Serikali kupitia shirika la umeme Tanzania TANESCO inatarajia kuokoa shilingi bilioni 32 kwa mwaka kwa kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya, hatua inayolenga kupunguza upotevu umeme na kuhakikisha usambazaji bora katika kanda ya kaskazini. Taarifa ya msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa imesema umeme wa Tanzania unazalishwa zaidi kusini mashariki mwa nchi na hivyo kusafirishwa umbali mrefu, jambo linalosababisha upotevu mkubwa wa nishati. Katika jitihada za kupunguza tatizo hilo, Msigwa amesema serikali imeamua kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia mfumo wa grid ya Afrika Mashariki. Umeme huo unatajwa kuwa nafuu zaidi na utaisaidia Tanzania kupunguza kukatika kwa umeme mara kwa mara, hususan katika ukanda wa kaskazini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Ottawa. Gavana wa zamani wa Benki Kuu nchini Canada, Mark Carney, ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa chama tawala nchini humo cha kiliberali jana Jumapili, akitarajiwa kuwa waziri mkuu ajaye wa nchi hiyo. Matokeo ya mwisho yalionyesha Carney ameshinda kwa asilimia 85.9 ya kura zilizopigwa kwenye uchaguzi wa uongozi wa chama hicho. Carney atalazimika kukabiliana na vitisho vya ushuru wa rais wa Marekani Donald Trump na kupambana na chama cha upinzani cha kihafidhina kwenye uchaguzi ujao. Anamrithi Justin Trudeau aliyetangaza kujiuzulu mwezi Januari baada ya kukaa madarakani kwa zaidi ya miaka 9. Damascus. Rais wa mpito nchini Syria Ahmed al-Sharaa ameapa kuwajibika na kuanzisha uchunguzi baada ya ripoti za mauaji ya raia wa Alawite. Mauaji hayo yaliibua ukosoaji wa kimataifa dhidi ya ghasia mbaya zaidi tangu kupinduliwa kwa Bashar al-Assad. Shirika linalofuatilia vita nchini humo la Syria Observatory for Human Rights limesema kwenye ripoti yake mapema leo kuwa raia 973 wameangamia ama kwa kuuliwa hadharani au kupitia operesheni ya takasa ya kikabila. Ripoti hiyo imesema kuwa operesheni hiyo ilifanywa na maofisa wa usalama au wapiganaji wanaiunga mkono serikali katika eneo la pwani la jamii ya wachache ya Alawite anakotokea Assad. Na Jerusalem. Israeli imesitisha usambazaji wa umeme katika ukanda wa Gaza huku ikijaribu kuishinikiza Hamas kukubali kuongezwa muda wa awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas kimsingi yalimalizika mwishoni mwa wiki iliyopita. Eneo hilo limeharibiwa kwa kiasi kikubwa na kampeni ya kijeshi ya Israeli tangu shambulio la Oktoba 2023 na baadhi ya wasambazaji wamekuwa wakisambaza umeme kwa kutumia majenereta na nguvu za jua. Nalo kundi la Hamas limetoa wito wa kwanza mara moja kwa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yanalenga kupata suluhisho la kudumu la mapigano hayo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Ruziba wilayani Biharamulo mkoani Kagera wameipongeza serikali jinsi ilivyopambana na maambukizi ya Marburg. Kanisa la Waadventista wa Sabato Geita limeitaka jamii kuendelea kujitoa kwa watu wenye mahitaji wakiwemo wagonjwa hospitalini. Na gavana wa zamani wa Benki Kuu nchini Canada Mark Carney ametangaza kuwa kiongozi mpya wa chama tawala nchini humo cha kiliberali jana Jumapili.
Waza Wazua. Msikilizaji, mara nyingine changamoto huja kukukumbusha tu kwa wewe ni jasiri. Usihofu ukiona wengine wanazidi kung'aa. Labda unatumia mwanga wa jenereta la kukodi tu. Usikate tamaa, mwanga wako ni wa kudumu. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.